kutoa elimu kwa madereva wetu, lakini pia kwa abiria, kupaza sauti pale unapoona madereva wetu hawafuati sheria za usalama barabarani, ikiwa kukimbia hovyo, kuovertake hovyo, wanatoa taarifa kuzidisha abiria, wanatoa taarifa kuchukua hatua mapema kuepusha madhara kutokea. Lakini sambamba na hiyo, hizi masafa marefu unapotoka kutoka Kigoma kwenda Dar es Salaam, kwenda Mwanza, tunakagua kuhakikisha kwamba wapo madereva wawili katika safari hizo. Kagua leseni zao kuhakikisha kwamba ziko timamu, wapima ulevi kuhakikisha kwamba madereva wanaendesha magari haya hawana kilevi cha aina yoyote na wote wana timamu na leseni zao ziko timamu. Ila niwasisitize kwamba wafuate sheria za usalama barabarani, wasijenge tabia ya kuvunja sheria za usalama barabarani, ndio unapata ajali ambazo huzitegemea. Tumeanza pale kutoka hapa kuelekea Tabora, siwe? Kila mmoja anawajibika kufunga mkanda muda wote anapokuwa safarini kwa ajili ya usalama wake. Lakini pia ninyi abiria mnao wajibu wa kutoa ushirikiano wa kutoa taarifa kwa askari polisi pale mmeona vitendo visivyokuwa vya kiungwana vikifanyika na watendaji wa gari husika mnapokuwa safarini. Vitendo hivyo ni vipi? Labda dereva anakwenda mwendo kasi ambao ni hatarishi, mnapaswa kutoa taarifa ya polisi ili hatua ziweze kuchukuliwa kuweza kudhibiti vitendo hivyo kabla madhara hayajatokea. Tukikaa kimya sisi abiria, madhara yake ni yapi? Mfano kama wewe una mtoto mdogo huyu hapa, siwe? Dereva anakwenda mwendo ambao ni hatarishi, alafu mmeridhika, mmekaa kimya. Unafika sehemu anaparamia matuta, unafika sehemu labda inatokea lote la kutokea, utaacha kumhudumia mwanao, mwisho wa siku utajua kwanza kujitetea wewe ili kuweza kujiokoa. Mtoto anapata madhara. Lakini sio hivyo tu, hata wewe mwenyewe kutokea ajali labda unaweza kupata madhara ambayo yakupelekea kupata majeraha makubwa, kupata ulemavu wa kudumu au ikapelekea kusababisha hata kifo. Ndio maana tunaanza nyakati zote kuhakikisha kwamba tunatoa taarifa sahihi lakini zenye kulenga kukomesha vitendo visivyokuwa vya kiungwana ili tubaki kuwa salama nyakati zote tuwapo safarini. Sambamba na hilo, abiria hakikisha kwamba watendaji au wasafirishaji hawajakukatia nauli inayovuka kiwango kile kilichoainishwa na mamlaka ya usafirishaji, mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa nchi kavu, LATRA. Nauli hizo zinafahamika, kila siku najua nauli ya kutoka hapa kwenda Tabora ni shilingi ngapi, basi huo umekata nauli kulingana na kiwango ambacho kinachokubalika. Lengo ni kuhakikisha kwamba wewe usije ukalanguliwa, kwa sababu nyakati hizi za mwisho wa mwaka watu wengi wamekuwa na tabia ya kuzidisha nauli. Lakini ikiwa imebainika kwamba wewe umefanywa ndivyo sivyo, hakikisha unatoa taarifa ili vitendo hivyo vyote viweze kudhibitiwa na watu wengine wasije kaingia kwenye huo mkumbo wa kuumizwa kiasi cha namna hiyo. Sasa ndugu zangu, mwisho yote tunatakia safari njema.